Sisi kama serikali tumeendelea kutoa mipango na namna mbalimbali za uwezeshaji, lakini moja wapo ambayo imezungumzwa sana na najua mmeisikia ni uwezeshaji wa kifedha kwa maana ya mitaji. Mheshimiwa Rais aliahidi ndani ya siku 100 za kwanza atatenga fedha shilingi bilioni 200 kwa ajili ya kuhakikisha vijana na wanawake wamewezeshwa mitaji hasa katika maeneo ya biashara ambazo ni changa na biashara ambazo zinakuwa. Tarehe 5 mwezi wa pili hadi hiyo itekelezwa na fedha hizi zitapelekwa katika sekta mbalimbali kwa ajili ya kuhakikisha kwamba kunakuwa na uwezeshaji katika hayo maeneo. Sasa moja maagizo aliyopatia Mheshimiwa Rais ni kwamba tuboreshe terms za namna mikopo yetu inavyotolewa ili turahisishe vijana wengi waweze kuipata. Kwa naomba nichukue nafasi hii kuendelea kuhakikishia kupitia majukwaa haya ambayo tumekuwa tumeyazindua katika mikoa mbalimbali, tutaendelea kuwa sehemu ya kupata taarifa za msingi na za muhimu, na leo ziko taasisi nyingi hapa za kueleza fursa mbalimbali ambazo zinapatikana, na nyie kama vijana, wito wangu ni kuchukua nafasi na kujaribu kufanya. Leo tutaona pia wenzetu watakaofanya presentation hapa kama sehemu ya ushindani wa mawazo ya kibiashara, na tutawapa pesa kidogo kwa ajili ya sehemu ya kuanzia, lakini tutawapa pia nafasi ya kulelewa kwa maana ya kuwapa mentorship ili waweze kukua katika biashara zao ambazo wanazifanya. Sisi mkoa wa Morogoro tunaunga mkono na tunaungana na Mheshimiwa Rais kutambua kuwa vijana ndio nguvu kazi kubwa ya taifa. Tanzania ya leo na kesho inategemea maarifa, ubunifu, uthubutu na utayari wa vijana wake. Serikali ya awamu ya 6 chini ya uongozi wa Daktari Samia Suluhu Hassan inaendelea kuweka mazingira bora ya uwekezaji katika elimu, ubunifu, tehama, uwezeshaji wa vijana katika ujasiriamali na ajira kwa vijana. Jukwaa hili la vijana platform Campus Connect linakuja likiwa daraja kati ya elimu wanayoipata vyuoni na mahitaji halisi ya soko la ajira pamoja na fursa za kujiajiri. Kupitia jukwaa hili, vijana wataweza kujifunza, kubadilishana uzoefu, kujenga mitandao ya kitaaluma pamoja na kuibua mawazo mapya yatakayosaidia maendeleo ya taifa letu. Anahitaji kuonyeshwa njia, kuunganishwa na fursa, kufundishwa namna ya kuandaa wazo la biashara, kusajili shughuli zake, kupata taarifa za zabuni, kutumia teknolojia, kupata masoko, kusimamia fedha na kuweka nidhamu ya kazi.